Kwa majina naitwa Ezile John, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Mirambo. Ni chama ambacho kwa maeneo ya utawala ni wilaya zetu mbili, kwa maana ya Kaliua na Urambo. Chama ambacho kinashughulika na mazao, ushirika ambao umesajiliwa mwaka 2018 na kuanza kufanya shughuli zake mwaka 2019 mwaka 2020. Lakini leo tumekuwa na bodi ya uongozi kwa kipindi cha miaka mitatu, ambacho mimi ndio mwenyekiti kama nilivyosema, na tumefanikiwa kufanya shughuli zetu za maendeleo, na hasa kipaumbele kuwasaidia wakulima, kuwahudumia wanachama wetu. Na katika kipaumbele namba moja, baada ya kuingia mimi katika uongozi wangu, niliona uweze kuwa na mradi wa ujenzi wa ofisi ambayo ni ofisi ya chama kikuu, ambayo tumeijenga makao makuu yetu ya chama kikuu cha ushirika Urambo, barabara ya kwenda Tabora kama unatoka Kigoma. Lakini pia mradi huu tumeujenga kwa muda mfupi sana. Tumeanza mradi huu mwaka 2023 mwezi wa 6, na hatimaye leo tunapozungumza tarehe 25 ya mwezi wa 3, mradi umekamilika kwa 98%, ambapo mradi huu umegharimu zaidi ya shilingi milioni 385 fedha za Kitanzania, ambazo fedha hizo ni mapato yetu ya ndani. Kwa tumetumia fedha hizo kujenga ofisi yetu hii, ambayo ni ofisi ya kisasa, ni ofisi kubwa ambayo ina zaidi ya vyumba 13, ambapo ndani humu taenda kukuta kuna ofisi ya mwenyekiti wa bodi, lakini pia meneja mkuu, lakini pia tuna ukumbi, kuna sehemu ya jiko, kuna sehemu ya ofisi ya mhasibu mkuu msaidizi, idara ya ukaguzi, lakini pia meneja shughuli, lakini na sehemu ambayo ipo maalum kwa ajili ya wanasema namna ya kujihifadhi, wanasema nyumba ni choo. Kwa ni ofisi ambayo kwetu sisi tunajivunia, tumepata ofisi nzuri ambayo ipo hapa makao makuu ya chama wilaya ya Urambo, ambayo itahudumia wanachama wetu. Kwa hiyo tunajivunia kwa kipindi cha miaka mitatu haya ambayo tumeyafanya, yakiwemo na mengine ambayo sikutaka kuyataja, lakini kama ulivyoona jengo letu hili ni jengo ambalo lipo vizuri. Tumeweka furniture ndani ambazo zina thamani ya zaidi ya milioni 59, ambazo tumeziweka katika vyumba vyote ambavyo ni ofisi yetu ambayo itakayotoa huduma kwa wanachama wetu.
Ninachukua nafasi hii kushukuru sana hasa wanachama wetu chama kikuu cha ushirika Mirambo, na katika miongoni mwa majukumu ambayo tumekuwa tunayafanya kama nilivyosema awali, tumejitahidi sana kuhakikisha kwamba tunavisaidia vyama. Kwa mambo haya unayoyaona hapa, lakini leo hii ukizunguka kwa AMCOS tulizonazo, pia na wao wameanza kuwa na mazingira mazuri ya ofisi ambazo ni ofisi zipo kwa ajili ya kuhudumia wakulima. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana kwa namna ambavyo tumeshirikiana nao, lakini pia naishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini bila kusahau tume yetu ya maendeleo ya ushirika, tume ambayo kwa sasa tunaona inasimamia ushirika ambao unaenda kusimama na kuimarika vizuri. Na lengo la ushirika ni kuhakikisha inatoa mtu wa katikati. Kwa hiyo tunaamini kwa haya ambayo tumefanya, lakini bado tutaendelea kufanya zaidi. Kwa hiyo wito wangu mimi kwa wanachama, kuhakikisha kabisa kwamba kuna uhakika kwamba sasa tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi. Kwanza kwenye sehemu ya wanachama, union kama union ina wanachama wake ni AMCOS, ambazo kwa takribani ambapo wanachama wetu sisi zaidi ya wanachama 200 na 4. Lakini pia kwa mambo ambayo imefanya serikali kutoka Mheshimiwa Rais ameingia madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeona nia yake ya dhati ya kuhakikisha kabisa kwamba mama ametupia jicho kwetu sisi wakulima wadogo wadogo. Kwa tunaona na tunaendelea kumshukuru, lakini bado pia tunaangalia jitihada za wizara yetu ya kilimo, kwa maana ya kwamba waziri wetu wa kilimo amekuwa anatusaidia sana. Serikali imekuwa ikileta maelekezo kwetu, lakini na sisi tunajitahidi kufuata yale maelekezo ili serikali inachokifanya kuhakikisha kwamba inaleta wanunuzi wa zao letu la tumbaku nchini, lakini bado pia inasaidia upatikanaji wa huduma hasa pembejeo. Na sasa hivi unaona serikali imetuwezesha kuweka malengo ya kusaidia wakulima, kwa maana ya kwamba tutapata pembejeo kwa ruzuku. Kwa hiyo sisi jukumu letu kwa haya serikali ya awamu ya 3 na awamu ya 6 inayoyafanya ni mambo mazuri, na kwetu sisi ni neema na uhakika. Tunachotakiwa ni kwamba tuendelee kutunza
namna bora ya uzalishaji wa zao la tumbaku, lakini pia maelekezo ya wataalamu wetu tuyazingatie ili tuweze kuhakikisha kwamba tunalinda na kulitetea soko letu la tumbaku nchini. Nakumbuka kwa miaka mitatu ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan kama nchi, mpaka sasa kwa mikataba iliyoingiwa kwa mwaka 2023-2024 taenda kukuta ni zaidi ya kilo milioni 180 kwa nchi nzima. Lakini kwa chama hiki kwa miaka mitatu ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, leo tunapozungumza na waandishi wa habari, maana yake ni kwamba tulikuwa tuna uzalishaji wa kilo milioni 14. Leo tunazungumza tumeingia mikataba ya uzalishaji kupitia wanachama wetu, tunategemea kuzalisha kilo milioni 54 za tumbaku. Kwa ni jambo ambalo kiasi kwamba sisi tunajivunia kwamba ni rais ambaye ameangalia wanyonge, ni rais ambaye ameona kwamba atusaidie na tunaona matunda, na ndio maana unaweza ukaona ukitembea kwa wakulima mmoja mmoja utaona watu wanajenga nyumba bora, tunaona watu wana usafiri, lakini hata sisi wakulima sasa hivi tunaenda kusomesha watoto wetu kwenye shule za kata. Kwa ni mambo mema, lakini bado pia miundombinu sasa hivi tuna uhakika mkulima akiwa na mazao yake shambani ana uhakika wa kupata soko mahali popote kwa sababu miundombinu imeboreshwa.